Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Ni tarehe 21 wa mwezi Machi mwaka wa 2024. Tunapatikana Goma. Napatikana eneo linaloitwa Katoi, sehemu ya eneo la Wamasera, inaitwa Notre Dame d'Afrique. Tuko kwenye kiwanda cha sabuni hapa ambako kunatengenezwa sabuni. Shirika la kina mama, watu ambao wamejiunga kwa ajili ya kutengeneza masabuni, inaitwa Sabonoki. Ina maana kiwanda cha sabuni mkoani Kivu Kaskazini. Mimi ni Thompson Unchi Batangalo William, mwanamfalme. Nasaidiwa na rubani wangu, dereva wangu anaitwa Tony Kambambili. Tumekuja hapa kuchukua hizi sabuni ambazo zimetengenezwa na kiwanda hichi. Sabuni nzuri kabisa. Kabla ya kukwambia nini ambacho nimefuata hapa, hebu nikuonyeshe kwanza kiwanda namna vile kilivyo. Hii hapa ni sehemu, ni eneo ambayo inawekwa vidude hapa. Dada, hii inasaidia nini? Inasaidia kutia sani fomu ya savu. Ina maana hii mama anatuambia kwamba inasaidia kuweka mfumo, yani muundo wa sabuni yenyewe. Na huku ndani ambako ninaingia kama unavyoona hapa tayari ni hizo foroma hizi za sabuni. Tunakuta kuna mfanyakazi hapa. Jambo. Unaitwa nani ndugu? Just, unafanya nini hapa? Unafanya kazi ya sabuni hapa. Ni aina gani ya sabuni mnatengeneza? Sabuni ambayo tunatengeneza ni Savo Ariel. Zinakuwa zinafanyaje? Zinafulia, zinaogea? Zinasaidia kunawa, kwa kusaidia kwa kufua vile vile. Tunatengeneza na kifede vile vile na Savo Bleu. Savo Tije. Okay. Na asante mpenzi mtazamaji, kama unavyoona ni hivyo. Iambaleto TV tuko hapa ambako watu wenye mioyo safi wameenda kutuma misaada yao kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa ndani kutoka katika mji wa Sake. Nilikuwa Sake hiyo jana, wiki nzima hii niko Sake, na nikwambie tu kwamba hali ya Sake ni tete. Hali ya Sake ni tete, raia wanazidi kukimbia. Kule nimekuta tu aina tatu ya watu. Aina ya kwanza ya watu ni jeshi la taifa FRDC, ndio walio wengi. Wana makombora kabisa, vitu vizito vya kuzuia adui asiingie. Na wapo wazalendo pale na baadhi ya wananchi ambao hawakutaka kukimbia, ambao ni wajasiri, wamejana stamina, hawakutaka kukimbia. Sasa tumekuja kuchukua hizi sabuni hapa. Ni msaada wa watu, watazamaji, wasikilizaji wa Iambaleto TV. Walivyosikia tunatoa habari za Nord Kivu. Kila mara tunakuletea habari za Beni, habari za Ruchuru, habari za Lubero, habari za Sake, habari za Mubambiro, tunakuletea habari za Mugunga, tunakupa habari za mjini Goma kati, tunakuletea habari za wapi kule, habari mbichi kabisa kutoka sehemu zote zile katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Ila pia katika maeneo mengine ya Ituri huko ambako IDF wanaendelea kuvamia nchi. Habari za Bunagana tunakuletea. Sasa watu wanazidi kukimbia. Watazamaji wakafurahia sana taarifa zetu tunazozitoa na kusema kwamba ni lazima watoe mchango mdogo. Unaona, Waswahili wanasema kwamba haba na haba ujaza kibaba. Tunaposema haba na haba ujaza kibaba, ina maana kahunga kadogo na kahunga kadogo ukiweka ndani ya sahani na ndio inajaa taratibu. Na maana mkono mmoja, kidole kimoja hakivunji chao, inabidi kidole gumba kinapochangana kinavunja chao. Ndio maana ndugu walio maeneo mbalimbali, maeneo tofauti wakatuma msaada wao, pesa zao, wakasema kwamba jameni, Iambaleto katengenezeni vitu huko, masabuni, angalau ndugu zetu walio kule makambini Mugunga wapate kila mtu sabuni moja. Ndio tumekuja kuzitengenezesha hapa kwenye kiwanda cha mama yetu hapa. Tumezungumza naye na sasa ni mzigo uko kilo kabisa hii. Na kilo kabisa. Naenda nao sasa kuweka kwenye torori, na kuingiza kwenye torori hapa. Torori hii inaongozwa hapa, bwana mdogo ananipokea huko. Ila pia mama huyu wa kiwanda amesema na yeye anatoa mchango wake. Unaona watu walivyo na upendo. Ametoa mchango wake mbali tu na hizi sabuni ambazo tumetengenezesha hapa. Msaada wa watu kutoka maeneo mbalimbali, wasikilizaji wetu ambao wako Marekani, wako Norvege, ambao mko Kentucky huko, wasikilizaji wetu wa Canada, tunawashukuru sana. Msaada umefika na sasa tunakwenda nao. Lakini mama mtengeneza hizi sabuni yeye akasema kwamba ana mchango wake. Ndio huu hapa. Hii inaitwa Africa Fimbo ya Musa number 1.
ametuma na yeye kwa wakimbizi ndugu zetu walio Mugunga. Jua kuharibikiwa na mabuton. Hizi sabuni zinasaidia nini? Zinatunza mwili wa mteja, zinatunza mwili wa mtu. Ina maana kama mwili wako umekuwa na mambegu hivi, na vibarango pia, hizi sabuni unapozitumia kwa kweli zinaenda kumaliza. Huku kwetu wanasema matashi, inamaliza matashi kwenye mwili wako. Kwa hiyo hichi ni kiwanda kizuri kinatengeneza hizi sabuni. Mama naye ametoa mchango wake. Sio sabuni moja ambayo ametoa, ni nyingi kabisa. 50. Sabuni 50. Hizi sabuni tunakwenda kuzigawa kule, angalau kila mtu apate moja. Vile vile sabuni zile za Hunga Omo ambazo tunazibeba pale Mugunga kwa ajili ya kutoa huo msaada. Kwa hiyo tunaanza safari yetu, tunakwenda kabisa moja kwa moja kuzigawanya hizi sabuni, taslimu familia 250 ambazo zitapata huu msaada kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wa Iyambalieto TV. Ukiona hapa, unaona hapa ni mazingira tu ya kiwanda, sabuni zinazidi kutengenezwa kule. Unaona bwana kaka kule anatengeneza sabuni. Ni sabuni haina mbalimbali. Kwa hiyo na wewe ukihitaji kutengenezesha sabuni, kutuma msaada, Savonoki, savo hii inaitwa Ariel inatoka kwenye matunda ya ndimu, zinatengenezwa hapa kwetu Goma. Kila kitu nchini Kongo mali tunazo, na kwa ajili ya mali vijana wanafanya kazi nzuri, ndio hapo inakuwa hali ya kutaka kuangamiza Wakongomani. Kwa hiyo safari ndio hiyo, nachukua Joyce ya kwangu hapa na regeza ko, tunaondoka na toroli yetu hapa. Asante Mkongomani, kwa nini unozisha nchi yako mwenyewe? Kamba mbili maziwa safi, Kipenge video pamoja sana wazee. Ndafia kazi yangu. You know X. Nanatanivuta machozi, nanatanivuta machozi mie. Kongo Kongo, Kongo ya mababu Kongo. Nanatanivuta machozi, nanatanivuta machozi mie. Kongo Kongo, Kongo ya mababu Kongo. Minajiuliza kweli ndugu zangu, hivi ni lini yatakwisha ya majungu? Nini tumemkosea Mungu Kongo Kongo. Nasikitika pia naumia, napoona urithi wa mababu unavyoliwa na wageni. Inanifanya nilie moyoni, kupambana miziwezi. Ndo kwa maana niacheni niseme, kama nikufa nikufe kidume, ila message tabaki nasikika. Kongo inazorolikwa na kushikwa kama mfuko wa uchafu jamani. Nanatanivuta machozi, nanatanivuta machozi mie. Kongo Kongo, Kongo ya mababu Kongo. Nanatanivuta machozi, nanatanivuta machozi mie. Kongo Kongo, Kongo ya mababu Kongo. Kilio changu kimeanza long time, ndio kwa maana leo minasema Kongo kila mpita njia uchukua nachojitakia. Baadhi ya nchi zinaendelea, utajiri waliotoa Kongo, mazikitiko wenye nchi yao, mali zao wazona kwenye pupa. Kweli ndugu zangu mimoyo unavimba, napokumbuka Babu Lumumba alivyoteswa giza Kongo na kukubali kuyaga dunia. Hivi ni nani atajitolea kupigania nchi yake? Mbona mali zaliwa na wageni, Wakongomani tubaki mazikini. Akili Mtambala. Hii ni ziara ya kufanga fungula sasa she. Hii ni ziara ya kupanga makoli ya gisi gani tutaenda sasa, tunapatia kila mtu koli ya kwake. Ndio tumenunua hivi ya watafuta kuzitia nyuma. Nataka tusaidiane sote. Sasa ni kuzipanga hivi. Chukua omo moya na savon mbili. Omo moya, savon mbili, mshashe moya. Sio unasatu pale pembeni. Funga tu unajisikia, mnafaa vile unacheza pale pembeni, unatia vile unacheza pale pembeni. Hebu tutaona zitatoka saa ngapi.
Omo moya savon mbili, omo moya savon mbili par personne. Mutasamea Kiswahili yangu paske niko mtu wa Sud Kivu. Nimeishi na mie maisha ya ukimbizi sawa mweye. Nilikimbiaka nikaishi Tanzania na mie miaka 10 niko refugee. Sasa ndo pale mnaweza mkasikia Kiswahili changu kinachangana na cha Tanzania, mtanivumilia. Nitakuwa na changa na cha kwetu. Sisi ambao tuko hapa hatuko ONG, tuko grupe ya ba journaliste benye banatangazaka habari za vita yenye kunapita mu Nord Kivu. Donc sisi tuko batatu hapa. Huyu ni mwenzetu wa hapa Goma, yeye ndo Moses Mumbere wa hapa Goma, na yule mwenye kule nyuma ni cameraman ndo kwa chini yangu ni television. Inaitwa Iyambalieto TV. Iyambalieto TV. Iyamba maana yake kwetu kumatongo kwetu litokaka. Sasa vile kisi mwitoka Sake, si mko hapa? Ndio. Kwetu tukakuwa na vision ya kuwa tunaambia wenye baliendaka Bulaya, baliendaka bakatuachaka, tuko tunabambia magumu wenye mko nayo. Ndio. Alors wakati tuko tunatangaza ile mahabari, bale benye banatusikilizaka ndo bakatuma sabuni moya. Bakasema hatuyakuwa na bya mingi ya kupatia batu, tunajua bakimbizi ni ba mingi. Hatutakuwa na uwezo wa kupatia batu bote. Lakini tutatuma wa sabuni moya, wa omo moya. Ile vitu bifikie bazee, bifikie na bajane, bifikie na basiojiweza hata na mayatima. Njo kuturu ya kwanza tuliandika batu 250. Musaada yenye ilifika ya hizi sabuni ni ya batu 250, 250. Ile 250 personnes yenye tutapatia hii masabuni ni bale bazee. Sasa tunabaona hapa. Hivi yote yenye niko nasema benye balibatumia hii musaada bako banaona. Bonjo bataona bakihakikisha mulipata ile sabuni, banaona kisi mko mnazipata. Na jinsi tutawaambia benye tulibakuta, benye tunabaona, ndio inaweza tuma ingine siku banawaza kitu gani banaweza kubatumia. Ni batoto yenu, ni bayukulu yenu, ni baloko yenu, benye bako mafasi mbalimbali. Televizio yetu iko baze Uvira ku Sud Kivu. Metuko televizio ya kwanza mu Kongo mzima kusema habari za vita mu Kiswahili. Sasa bale basema Kiswahili bote njo disi banasikia kasikia tena Sake balikimbia. Hivi bako Mubambiro, Ruchuru, wapi? Njo kule bakaanza jikusanya. Qu'est-ce qu'on peut faire tu ya bandugu yetu? Est-ce que hatuwezi changa wakamukate? Hatuwezi changa waaka? Njo hii ingali turu ya kwanza, turu ya pili vingine vitafika. Njo tutalomba hivi. Bale benye abatapata leo, basingi bakie mu makonflit na ba chef. Basi bakie mu makonflit na ba chef, juu ni batu 250 bote abangefanikiwa. Msaada yenye itafuata yenye itakuya, tutaangalia bale bengine benye bakupata nabo bafanye nini? Bapate. Tusiye ni binwa byenu. Sie kazi yetu ni kufikisha malalamiko na bale benye bako na ile uwezo banaituma. Njo vile tuko ba journaliste tu, hatuna kitu na ile kinwa yetu munoko na biso. Wakati tuko tunasema ndio inaleta hili masabuni. Hakuna chakula, haiko chakula, ni masabuni tu. Sasa tuko na slogan yetu yenye tunasemaka hivi. Sasa tunasemaka habari mbichi. Sasa tunasema habari mbona unajibia tu mbichi? Ni mbichi. Habari mbichi. Habari mbichi. Habari mbichi maana yake nini? Habari mbichi batu abayule yenye mko mnapitia hamo. Sasa si atupendaki aseme mpaka RFI iseme, mpaka BBC iseme, mpaka Deutsche Welle iseme. Kukitokea tu probleme paf na sie batoto ya inchi benye inchi yetu tushajua baba yetu kule bako probleme fulani, tunatosha habari mbichi. Yani habari yenye ayahoza. Ingali ya mpya. Gisi balipiganaka samedi, le meme samedi tukatosha.
Gisi balifanya juzi hapa tena tukatosha. Benye bilipitikana Minova leo tushatangaza tayari. Njoo ile nini habari beach. Ndio. Mimi nitaanza premiere partie na partie ya kufuata ba viongozi batabakia bako wanaendeleza ile gisi ya kugabula. Twende kwa heshima na utaratibu. Nitalomba babiana benye bako hapa vraiment batulindie utaratibu. Hapa tulifuata tu bazee. Bababu balikuya depuis muda mrefu na balisha simama tuwezi basimamisha. Donc tusisukumane kusukumana inaweza angusha bazee. Tunaanza ita majina. Tunaanza ita majina. Mwache njia wanasema mwache njia. Kuja nyuma kidogo. Twende na utaratibu. Kila mtu mwenye aliandikwa atapata. Kila mtu mwenye aliandikwa atapata. Tunaanza na maliste mkwe tubavumilivu. Marina Mateni. Marina Mateni. Mpatie njia. Mama Marina, unaweza angalia kule television. Unaweza ambia ndugu yako wenyewe walikutumia hii kidogo kama msaada inafika na kitu gani kingine ambao unaweza hitaji zaidi. Karibu. Nasema asante sana kwa ndugu yetu kizi balitusaidia na basisahau kutusaidia. Banje tusaidia tu. Tuko na bayatima tulibalogotaka, sie tuko na bachunga na Mungu ababariki, banje tusaidia tu. Basi tusahau na mabashe batutumie tubajengeye banje ikala mzuri na chakula. Mungu ababariki. Asante. Vumilia Adolfine. Vumilia Adolfine. Habari bichi. Habari bichi. Habari bichi. Sawa. Kunduo Kanana Emmanuel. Karibu. Kunduo Kanana Emmanuel. Bushashire sikujua Kabiona. Bushashire sikujua Kabiona. Stilo? Urke wa kutoka mule. Bushashiro ayapata vyake. Binja Nyunda Solange. Da Solange. Sebazungu Augustin, chef de bloc. Neema Yalala. Mwavita Bunyere. Muhawe Aline. Bienda Vumilia. Maoro Esther. Binjia Shamamba. Chance Jeanne. Charline. Marguerite Biemu. Mahawa Nimana Rachel. Baraka Bahati Kabuya. Mupatie njia, mupatie kaka Baraka. Mupatie Baraka njia. Yeye ni kaka Baraka, mkimuona ni mtoto mdogo. Chukua sabuni. Habari zako? Unapokea nini leo? Unaambia nini bale benye balikutumia hii sabuni leo? Unaweza penda bakufanyie nyingine nini? Waambia asante, tunapenda batusaidia na kuoneka msaada kwa kula mwikambi ya loshi, hatuyapata msaada tunatafuta na tunakushukuru. Yeye ni kijana mdogo kama mnavyomuona, anashukuru kwa msaada ambao amepata. Waswahili wanasema asiyeshukuru ni kafiri.
Kwa hiyo wanashukuru kwa hizi sabuni, muzidi kuwatumia vitu vingine. Tunaendelea na majina. Jambo kaka. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Baraka. Baraka, kwenu kwa mbele ilikuwa wapi? Masisi. Masisi? Baba yako alikufa wakati gani? Alikufa kama mbele ningali mtoto mdogo, kisha sasa nikikomalia kwa jirani. Sasa hivi vita ilikuwa tukikimbilia Shasha. Sasa tumekimbilia ngambi ya Shasha, ndio tena vita imekuja, tumekimbilia hapa. Wajirani wamenisaidia kujenga kivera na kwa kama pamoja na wadogo yangu wawili. Mama yako naye iko wapi? Naye alihauka kaenda kaolewa na wasoda kumbebaka manchi za mbali. Sijui kwenye anakuwa. Make ujui hata sehemu unaweza kusema ndugu zako nao wako? Ndiyo. Ndugu zako wako wapi? Nao washaka bali wakilia kule Masisi hapo. Maisha mnaishi hapa hivi mnaishi sasa kwa namna gani? Kama sasa vile ninapata kazi ninatumikiana, na kama sikupata kutumikia jua nipate chakula, ninalala njala. Ule ni Baraka. Ale Kalibanya. Ale Esperance Mukanana. Mpatie njia. Na hapa ingine. Sawa. Pendeza Sebatutsi. Pendeza. Ale ayapita. Ale Kalibanya. Sasa usitingize. Tuzogee hivyo sasa. Vumilia Sungura. Jidite Sunura. Mpatie njia hapa. Ewa mpane njia. Binja Nyunda Solange. Sebazungu Augustin. Neema Yalala. Mwavita Bunyere. Muhawe Aline. Bienda Vumilia. Maoro Esther. Binjia Shamamba. Benye abakusikia mbele aba tena abi. Ndio. Yalala Mwangaza. Sinyo anatoka Pasai. Huyo ameshachukua. Chakupewa Julita. Ayubu. Georgette Bahati. Georgette. Yuko wapi? Acha Georgette. Mwavita Muindo. Mwavita Muindo. Furaha Abimana. Amen. Niye. Deo Bahati. Deo Bahami. Ile yuko nini ya huyu? Waseme miaka njoo mtayo. Sawa mama. Deo. Salama Mituye. Salama. Sifa Nzitonda. Aline Chekanabo Anwarite. Maria Kitei. Julieni Mamuli. Sikuzani Bushamire. Bushashire. Kaindo Fura. Julienne Bujiriri. Zaminga Migisha. Kainanga Baziki. Zaninka Rahabu. Karame.
Ivoni Mawazo. Katoto Kaurwa. Sogea nyuma kwanza basi bavuke huko nyuma kadogo. Nyanjira Kaindo. Batabaita tu bote. Baada yaisha biko mingi. Huyu ni bibi, mnamuona ni kipofu, amekimbia mapigano ya M23 na jeshi la taifa. Ina maana wahasi wa M23 wanazidi kusumbua wananchi, wananchi wanakosa sehemu za kulala, vipofu, wazee wasiojiweza kama unavyowaona huku, wanazidi kuhangaika. Bibi, unaitwa nani? Jina lako? Hapa ni wapi kwenye unapatikana? Ulikuja kufanya nini huku? Ulikuja kukimbia. Leo ulipata msaada ya sabuni, unasema nini? Mungu amwonge baraka. Tunakushukuru tate. Mbarikiwe sana mkono. Asante tate. Ombi gani? Unaomba nini? Msaada. Naomba msaada kwa sababu Mungu aongezee mibaraka kutoka mbinguni, kwa sababu mkibarikiwa na mimi hana kosa pale. Asante. Sogea nyuma kadogo wa mama mmoja. Lena Bindu. Na mujambo mpenzi mtazamaji wa Yambali Yetu TV, pote pale ulipo, imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri na mzima wa afya. Naitwa Thompson Unji Batangalwa William, napatikana katika kambi ya Mugunga ambayo inakusanya wakimbizi wa ndani kutoka katika kijiji na mji wa Sake waliokimbia vita vya M23 na katika maeneo mbalimbali ya tarafa la Masisi. Tuko hapa pamoja na mwenzangu Moses Mumbere ambaye ni mwandishi wetu wa hapa Goma ambao mmemzoea kumsikia mara kwa mara, na pia tuko na rubani wangu Tony Kambambili hapa Mugunga kuja kutoa msaada, mchango wa watazamaji. Nyinyi watazamaji mmetuma mchango wenu wa sabuni 2 kwa wasiojiweza, wazee, wajane na mayatima, ndio ambao tunakuja kupatia mchango huu. Ni watu 250 tayari, kuna ambao tumeshawaita na tunaendelea na horodha yetu. Lukasa Daniel Matabaro. Pole Matabaro. Pole usisukume watu. Shukrani. Mukabashaka Kizanye. Mukabashaka Kizanye. Christina Zawadi. Kiana Mwatse. Jina nani? Nani? Kuna babu ambaye tuliita jina lake ya patikana sasa. Mutiru Bikongo. Patia yule pale. Babu jambo. Unaweza kutoa neno moja kuhusu hii msaada ambao unapata? Unaweza kutuambia ulipata nini? Sema. Nilipata kitu kidogo kwa savo. Unaambia nini bale wenye wanakutumia msaada? Unaweza taka nini? Meresi abariki. Asante. Ni mzee wetu huyo, mwelewe wazee, vita ndio hivyo vinasumbua wazee. Mzidi kuwatumia misaada mbalimbali sababu magumu ni mengi sana, sio sabuni tu, wanahitaji hata pia chakula na mavazi kama kisi mnavyowaona. Ainkamiye Maderena. Mwachie njia. Lufonsina Ndimubeshi. Zamukunda Rachel. Makolata Alphonse. Makolata Alphonse. Peruzi Nyifishira. Peruzi Nyifishira. Msaidiane njia pale wakuje kuchukua vitu vyao. Habari! Habari! Michi! Asante, habari Michi leo watembelea hapa. Mawazo Nyanjira.
Mawazo Nyanjira. Mawazo Nyanjira. Maliro Balemba. Salama Bahati. Patie da salama njia hapo. Salama iko. Nyirandembe Charlotte. Mawazo Nyanjira. Karibu tate, karibu tate. Babu, tate. Kabisa bibi yangu. Merci. Tate. Asante tate. Bayukulu yako wenye balikutumia hiyo sabuni unabambia nini? Bayukulu wenye balikutumia hiyo sabuni unabambia nini? Wenye kunatoka kadogo vitapia vya mingi. Tupigie tate mikono. Asante sana. Nyandembe Charlotte Shabaka. Bakati Murotwa. Bakati Murotwa. Tate yule mbele. Mfikishie tate mzigo kule asha. Nyirandez Therese. Nyirandez. Tate yule fa. Domitira Nyira Batwari. Domitira. Baba kulete pale tate yangu. Françoise Riziki. Françoise Riziki ni mayo pale. Petit mpane mu libere. Kabira Teresa. Dada muachi kama. Kabira Teresa kule nyuma. Nyuma kule. Kuja. Babu Bizima na Kambizi, jambo. Jambo sana. Ngoja nikuvalishe mic. Angalia hawa wawili. Jambo babu. Unapata sabuni leo, unasema kitu gani juu ya hii msaada? Tunapokea msaada lakini tunangojea vingine watutumie vingine mavazi na vyakula vyote tuko wakimbizi watusaidie kwa vitu vyote. Asante sana. Jamani, si habari mbichi hii, watu wanahitaji msaada mwingine. Habari mbichi. Habari mbichi. Asante. Tunazidi kuendelea. Feza Kuwabo. Paluku. Ngoja kwanza nitafute kwa jina lako iko babu. Oui, Paluku Katete. Umpatie babu pale. Bizimana Mburamira. Bizimana. Benye majina yao tulikuwa tushaita tutakuwa bairudilia tena. Vumilia sana. Mse. Unatatu sumbua bwana. Vumilia sana. Batakuita. Ganyange Bomambali. Ganyange Bonabali. Mfungule hapa njia tukona mbarabara. Amini Bega Imwe. Benjamin. Sawa. Amini Benjamin. Wangapi sasa? Nikilema. Ni bibi na bwana? Nikilema. Sawa, merci. Tunashukuru Maigane Vianney. Ariete na mwana. Rosa. Merci. Asante mama. Amani Beya. Amani Beya yule pale. Merci. Sawa. Na mwezi Antoinette. Maigane Vianney. Vumilia sana.
Yenyewe vinabakia kwa chef, ndio wanajua watu yao watakuwa Teresa Maralisa. Mufikishie kule. Ngwaba kufikishie pale. Niko wapi Teresa? Wewe uko nani wake? Bitabakia kwa chef. Chef batakia beba kwa chef. Batakia beba kwa chef. Yenyewe bitabakia bale wenyewe abiko tutaacha kwa chef, batakia bebebe hapa kwa chef. Samukunda Tusabe. Samukunda. Alice Mirei. Amen. Bahati Mangi. Bahati Mangi. Anje Bahati Amina. Masiri Maska. Masiri Maska. Salia Mumimire. Mumanje Simo. Vumilia Chelsea. Vumilia Chelsea. Bwana mpane njia pale bwana. Janete Mbulake. Charlotte Kinyere. Charlotte Kinyere. Bea Pazmazike. Teresa Musmonga. Teresa Mushonga. Batasema Sasita Siapata. Lakini kusamekia huko. Maskini yeye. Grand Joe yeye. Au ni bibi yako? Mamangu. Mamangu ni nani? Sapata Sasita yake. Kanyange Françoise. Huyu samesha ito. Kanyange Françoise. Niko kwa list. Oui. Shamamba Kitambala. Nyandui Samvura. Jambo sana. Utaongea lugha gani? Naongea lugha ya Kiswahili. Unapokea msaada unatoka kwa wasikilizaji wa television ya Mbaletu. Unawaambia nini? Nawaambia Mungu awabariki. Furaha Matabaro. Furaha Matabaro. Yalala Mwangaza. Yalala Mwangaza. Yalala Mwangaza. Wizaimana Gakenge Rojo. Karibu. Siwende kwa mwingine. Mawewe Mburano. Pita. Shefulu Kamuna. Bunyungu Bishop. Niko. Bishop. Askofu. Niko. Kataliko askofu. Monsenyer. Askofu. Masumbuko Busanga. Masumbuko Busanga. Masumbuko Busanga. Haiko wewe, hapana haiko wewe. Haiko wewe kabisa. Haiko wewe tunamjua sisi. Sikujua Kolete. Kama haiko wewe rudia nyuma. Sikujua Kolete. Ya
ya sanitaire. Kabumba Mwenda peke. Pita pale. Nakupatie njia uende. Kera Rindiro. Karibu babu yangu. Mungemfikishia tu pale. Ngoja nakufikishia pale babu. Onyesha mzee pale. Siuzike na Bishenge. Karame. Karibu tate, karibu. Geuza mgongo basi. Asante kutukumbuka kwa sabuni. Mungu abazidishie kazi. Siku nyingine tena mtuletee vingine vyapata hivi. Anita Kata. Abe. Anita Kata. Abe. Habari. Mbichi. Habari. Habari. Kawanga Marie Jose. Utakuwa nisamea nikisema majina mubaya. Anza kuta mfano ni Kawanga, mimi nasema Kawanga. Usiambrie kwanza mkubwa. Naomba kuacha distance tu. Mutiru Bikongo. Mutiru Bikongo. Baluku Kateke. Baluku Kateke. Damubu ya Bienda. Damubu ya Bienda. Okay. Mushi Mubanya. Mushi Mubanya. Furanda Kiruti. Msisukumane kule mkasukumana hapa mkapanjia. Furanda Kiruti. Chiana wende wakuandikie kule. Sifa Jeusi. Sifa Jeusi. Sifa Jeusi. Unatambulie sasa. Mshukuru baba mngebari. Riziki Bwesha. Riziki Bwesha. Bizimana Buramira. Bizimana Buramira. Mkubwa naye apate kwenye atakuwa na mwenye anapata na Kakwanja Kisinde. Mwicho Kachenge. Busanga njoo ule. Njoo ule. Busanga, Busanga. Busanga ulimuita. Masumbuko Busanga. Hapana Busanga. Ni bongo liko mdogo yangu haiko ndani yako. Okay. Bizimana Mburamira. Bizimana. Mbona mnaambulie? Masumbuko Makoni. Kitegete Herena. Bwana mzee unatambulie bwana. Kitegete Herena. Mwenye anapata anaenda. Nyambura na Buingi. Witeye Petro. Niko. Pole pole sabuni ile babu kusaidia kufula mangoro. Pita mzee. Kibeti Kasengesha. Habari. Habari. Tunasema hivi bandugu yetu. Liste zenye tulikuwa nazo zinaisha. Liste majina yenye tulikuwa nayo inaisha. Huko bale benye tuliita abakusikia majina yao. Bale batakuya kuona bashefu nyuma. Hapa benye tulipatia masabuni ni bale benye tuliandika. Mwenye hakuandikwa atukumuhitaji leo juu ningali nasema
Makali hawezi kufikisha fasi. Bale benye abayaandikwa. Bale benye abayaandikwa. Kuna hacha maliste hapa. Bashefu babaandike, babahudumie. Asante baba. Sababu mie hivi narudia. Nitalomba sana kama vile bazazi. Musikokotane kuangushana. Ndio baba. Jukule kwenye tunaenda lomba vingine. Tulisema hii msaada yenyewe ilikuwa ya batu 250. Hatungeweza kusatisfaire batu bote. Na hii msaada haikutoka ku UN, haikutoka ku serikali. Sie tuko ba journaliste, ba televizio yenye inaitwa Iyambalieto. Ni televizio yenye iko inatangaza mahabari ya siasa na vita, gisi iko inaenda, gisi mko mnakimbia. Bale wenye bako banabaona gisi mnakimbiaka njoo bakasema babatumie wasabuni moya. Balikuwa batu 250, kila mtu akatuma sabuni yake hii moya. Bakasema bifike kwanza. Na kuko bamoya benu benye balisha tuma malalamiko. Tuko na imani pamoja na gisi sisi tulibaona, gisi tunabaona. Milango itafunguka. Bingine bitakuya mungali mtatuona. Kumbe ule mwenye alikosa, mwenye kufanikiwa kupata leo, asifadhaike. Majina tuko nayo ya benye balipata, hatutakuya kupatia tena mwenye alipata. Sababu vitu haviwezi kuenea watu wote. Hata jua gisi na wangazaka hivi asubuhi ayangazaki dunia mzima. Muko bamoya banapata usiku jua, bengine tuko asubuhi. Kumbe ni vile. Kubale benye nasikia mama iko nasema kula sema aliandikwa. Mama, ndo yani amkunisikia mzuri. Nilisema hivi. Mwenye aliandikwa na ayapata. Angoye. Sikusema vile. Tu tuliita majina bamoya bakujibia, abakukua na buda habari ilikuwa yabafikia. Ba chef tusha bacha maliste abale benye abakukua batabaita. Na bale benye abakuandikwa nabo bataandikwa, lakini basitegemee tena kupata sabuni. Kama kutakuya soja, bale banakuya kuanzia kunini? Kusoja. Tunajua hapa tuko na bazee, tuko na bamama bajabazito, bamamimba, tuko na bazazi, tuko na bayatima, tuko na balemavu. Na bajane vile vile. Mwe wote unaenda kufikisha raporo, bamihudumie na mwe. Nipatie kwa sabuni mwe hapa. Tate, jambo. Jambo tate. Unaitwa nani? Maria. Una Maria vumilia. Unapata sabuni ilitoka, unaona huko kwanza mlemavu. Unapata sabuni. Unaambia nini walituma sabuni? Mchafu na kufuna na unawaambia nini Mungu afanye haiko kwa ibada? Ndio. Mungu abariki mpate wengine kesho. Unaweza kaomba nini ingine kesho hapana? Tutakula kusosa. Asante tate. Kupata na kabulengeta kujifunika hivi niko na raha hivi ni sawa. Ndio. Tunashukuru tate. Amen. Hapa tuko ni Mugunga na niko na kiongozi chef de cité ya Lwashi. Jambo. Jambo sana. Kwa majina yako? Kwa majina naitika kwa jina la Kilomfu Nyambasi Gentil. Leo kulikuwa assistance kidogo. Quel témoignage yenyewe unaweza toa? Témoignage ambayo inatoa kwa mashabiki wa radio Iyambalietu TV. Nasema Mungu awabariki sana kwa assistance ambayo wamefanya. Sababu hii kidogo ambayo wamefanya imesaidia wale wa watu ambao walikuwa hawajiwezi, ambao maisha ilikuwa ingali chini. Tunasema Mungu awabariki sana na siku nyingine waweze tena kusaidia wale ambao wamebakia. Tunakushukuru. Na hapa tuko na kiongozi mwingine. Jambo dada. Jambo sana. Jipresente. Majina ni Neema Mangaza, sekretari wa site ya 8e Sepake Mugunga. Unaweza fasiria bandugu yako wenyewe wako nakufuata leo a travers television yetu magumu yenyewe mko nayo na assistance yenyewe mlipata? Normalement magumu tuko nayo hapa mu site ya 8e Sepake
Insécurité ni nyingi sana. Masasi iko napigiwa kila mrefu. Assistance yetu nalomba kungazi za ilu na kupakuwa watusaidie sana juu insécurité mwa hii site yetu inatutatiza. Kila magharibi masasi iko napigiwa. Tumepata nusu ya msaada ya sabuni eva ndugu yetu wameleta ya radio. Hii amba yetu. Hii amba yetu TVC. Wametusaidia na nusu za sabuni tumepokea, tumefurahi. Mungu awabariki na muzidi kutuletea zingine juu population inateseka sana na ile wasiwasi. Tunakushukuru. Na asante mpenzi mtazamaji, ni hayo ambayo tulikuwa nayo kutoka hapa Mugunga kwenye kambi ya wakimbizi. Mahitaji ni mengi, watu ni wengi, misaada ni midogo. Kwa hiyo Yamba Leto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yamba Leto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment Yamba Leto DC kwa ajili yako.